Ebane, picha safi inaanza katika jiji la Lagos, Nigeria, kwenye jumba moja kali la kifahari ambapo tunamwona baba mwenye nyumba Mr. William pamoja na mkewe wakiwa busy sebuleni pale wanapata kifungua kinywa. Mara ghafla binti yao wa kwanza anaonekana akiwa kidogo chap kana kwamba kuna mahali anapoelekea. Basi ilibidi waje wazazi wake chap moja kwa moja na kutoka nje mpaka kwenye gari lake. Muda yupo kwenye gari, akapigiwa simu na kijana anaitwa Adrian. Madam anamwambia Adrian, mimi sitaki kulipa kwenye jambo dogo kama hilo Adrian. Hiyo hapo ni kazi yako bana, unatakiwa kupambana mwenyewe. Hapa mzee William anamuuliza mkewe kuwa Nikki yuko wapi, ambaye ndo binti yao wa pili. Basi upande wa pili tunamwona bimdada anaitwa Nikki amepigiwa simu na rafiki yake ambaye wanaanza kufanya naye umbea. Huko anamwambia rafiki yake kuwa ni mapema sana kufanya umbea, msubiri bana kidogo, mimi bado nimelala bana, utaongea baadaye. Rafiki yake anamwambia nakupa information ambayo ipo very serious na wala sio umbea bana. Nimesikia safari yake ya Paris ni jioni hii. Kwa hiyo jiandae haraka chapu na uje huku. Nikki alionekana kushangaa sana na hapo bado hatujafahamu kuwa ni nani ambaye ana safari ya kuelekea Paris. Basi aliamka chapu mpaka sebuleni na kumuita Messi ambaye ndo mdada wa kazi kwenye jumba hilo. Basi Nikki ambaye ndo mdogo mtu akawa anamuuliza Messi ambaye ndo mdada wa kazi, anamuuliza ufunguo wake wa gari. Anamwambia bana, mimi sifahamu kabisa ufunguo wako wa gari uko wapi. Ilibidi moja kwa moja aanze kumfokea maana ndo alifanya usafi kwenye jumba hilo. Baada ya kazi anamwambia kwamba mimi sifahamu bana, mimi sijaona ufunguo wako wa gari. Muda huo baba Mr. William anaingia moja kwa moja mpaka ndani na kumwambia binti yake kuwa mimi ndo nina ufunguo wako wa gari. Nikki anamuuliza babake kuwa kwa nini uwe na ufunguo wa gari langu baba? Tafadhali sana naomba ufunguo wa gari langu. Kuna sehemu natakiwa kufika muda huu, alafu ni sehemu muhimu sana. Mama anakuja muda huo ambao binti yake anamwomba ufunguo babake, anauliza wewe mbona upo juu sana binti yangu? Upo juu sana, yani sikuelewi yani. Hutaki kutulia. Umekuwa aibu sana kwenye familia hii. Anamwambia mamake, nipo aibu si ndio? Si unasema nipo aibu kwenye familia si ndio? Basi hamna shida bana. Mimi sitaki kuzungumzia mambo hayo muda huu. Kwa sasa kuna sehemu muhimu sana naelekea. Kwa hiyo unaweza kupata ufunguo wangu wa gari tafadhali baba? Baba anamwambia, unajua unashakuwa mtu mkubwa sana Nikki. Hebu muangalie dada yako jinsi alivyo mpambanaji. Namna ambavyo anaheshimisha familia. Jiangalie sasa wewe. Una mchango gani kwenye familia hii? Nini ambacho unaleta cha thamani kwenye jumba hili? Aibu? Kutuzalilisha ndo plani yako? Basi Nikki akamjibu baba, ni kitu gani unataka baba kutoka kwangu? Ni kitu gani unataka bana? Hebu niambie. Je, unataka kichwa changu? Unataka kichwa changu? Nafikiri niliwahi kukwambia kabla na nakwambia tena leo, siwezi kufanya kazi kwenye kampuni ambayo inachunguza mimi maisha yangu. Nataka kuwa mwanamitindo mimi baba. Hebu niangalie vizuri mimi. Unafikiri nafanana kufanya kazi kwenye kampuni yako? Mimi ni mrembo sana. Huwezi kunilinganisha mimi na yule binti yako yule takataka. Siwezi kufanya kazi kwenye hiyo kampuni yako mimi. Mimi nataka kuwa mwanamitindo. Mama anamwambia hebu funga mdomo wako wewe, mpuzi mkubwa, umesahau hiyo kampuni unaoidharau kwa sasa ndio nakufanya uishi hapa, mpuzi mkubwa wewe. Nikki anamwambia baba, nakubali sana baba, mimi nakukubali sana ila natambua nishakuwa mtu mzima. Natakiwa kufanya mambo yangu mwenyewe binafsi bana bila kumshirikisha mtu yoyote. Kwa hiyo tafadhali sana naomba fungua gari langu. Basi baba kutokana na kauli chafu na hasira aliyokuwa nayo ikabidi amwambie binti yake kuwa gari nilinunua mimi, na kama gari nilinunua mimi na ukiona kuwa ni rahisi toka nje kanunua gari lako. Mimi ufungue sikupi, gari ni la kwangu. Unataka kuwa mwanamitindo au kahaba wewe, mpuzi mkubwa? Hayo ndio maisha unayotaka si ndio? Baba alifokea sana binti yake ambaye anakataa kazi, amekataa nafasi kwenye kampuni ya babake ili awe mwanamitindo, anataka kufanya maisha yake mwenyewe. Nikki baada ya kunyima ufunguo basi alitoka moja kwa moja, aliamua kuondoka na hasira. Basi upande mwingine tunamwona dada yake Nikki akiwa yupo ofisini, kitu ambacho Nikki mwenyewe hataki kabisa. Muda huo kuna kijana kaingia ofisini ambaye ni mpenzi wake na huyo dada. Alikuwepo safarini kwa muda wa wiki 3. Anamwambia mpenzi wake kuwa wakae kidogo waongee bana, amemisi. Dada anasema kwamba tutaonana baadaye bana. Kijana anasema kwamba nikupe basi hata lift kwenye gari langu. Basi dada anasema bana, mimi tutaongea baadaye. Nafikiri nikipata muda nitakutafuta tutaongea. Tunamwona Nikki akiwa amechukia kabisa baada ya kukosa interview. Na hii ni sababu ya baba kumnyima gari. Amefika nyuma sana kwenye interview, kitu ambacho alikuwa hataki kabisa, maana yeye anataka kuwa mwanamitindo. Kwa hiyo nafasi ameikosa. Analaumu sana na anaongea na rafiki yake kwa hasira sana kulaani kitendo alichokifanya babake. Basi anafika nyumbani muda huo na kelele nyingi sana kwa kumuita babake na kulaumu kwa kitendo alichokifanya, maana amekosa interview kutokana na baba kumnyima funguo gari. Mama anaongea, hebu mfunga mdomo wako wewe. Upuzi wako ndio unaleta na kelele zote kusumbana kwenye jumba, kisa ujinga wako. Babako alikupa nafasi kwenye kampuni. Amekupa nafasi nzuri sana, wewe hutaki kufanya kazi kwenye kampuni yake. Unasema kwamba unataka kuwa mwanamitindo.
Niki anasema kwenye kampuni ya baba mimi niongee mara ngapi bana? Mimi nishawaambieni sana na nataka nini niongee nini? Mimi sifanani kabisa kufanya kazi kwenye kampuni ya baba na siwezi nikafanya kazi kwenye kampuni ya baba. Kwa nini hamtaki kunielewa? Muda huo dada ndo anafika sasa na kumwasha kibao mdogo wake kwa kauli chafu alizokuwa anaziongea. Basi nini kitakachotokea kwenye sehemu yetu ya pili kwenye kigongo hiki kikali? Basi kaa karibu na Facebook page, Instagram au YouTube channel ya PC Worldwide Movies kwa kupata mwendelezo kitu chetu kisafi pamoja na vitu vingine vikali kama hivi. Bana.